akumtakia ziada za rahma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Awali ya yote tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake na ihsani yake aliyotuwezesha mpaka tumeweza kukutana katika majlisi yetu kama hii ya kila siku ya Jumatano, na hii sio kwa fikra yetu au ujanja wetu au akili zetu, isipokuwa ni irada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sasa ni wiki ya pili tangu tulipotoka katika mwezi mtukufu Ramadhani. Wiki ya kwanza ilikuwa ni wiki ya iliyoisha, ambayo tulikuwa na mada inayozungumzia mambo matano anayopitia mwanadamu kabla ya kutolewa roho yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ni wiki nyingine tangu kuingia kwa mwezi wa Shawwal na kuendelea na majlisi yetu kama ilivyokuwa katika miezi mingine ya kawaida. Kwanza, kabla sijaingia katika maudhui yetu ambayo tumekusudia kuizungumzia leo, tutambue uwepo wa shekhe wetu kipenzi, shekhe wa kata ya Tandale, tuko naye hapa. Lakini pia tutambue uwepo wa ustadhi wetu, shekhe wetu, Sheikh Saidi Ibn Salim, ambaye pia ni mwalimu wetu. Mara nyingi tunakuwa naye hapa katika majlisi na katika durusi mbalimbali katika mwezi mtukufu Ramadhani tulikuwa naye sana. Nao vile vile tunao katika majlisi yetu ya leo. Kwa hiyo tunatambua uwepo wao, Allah subhanahu wa ta'ala walipe kila la kheri. Lakini tunatambua pia uwepo wa kila mmoja aliyekuwepo katika majlisi yetu leo. Mada yetu leo tunakusudia kuzungumzia nidhamu ya kuongea na viongozi. Nidhamu ya kuongea na viongozi, hii ndio itakuwa mada kwa siku yetu ya leo. Kwa nini nimechagua hii iwe mada katika siku yetu ya leo? Nimeichagua mada hii makusudi kabisa kuelezea nidhamu ya kuongea na viongozi, kwa sababu sasa hivi kuna makelele mengi tunayaona huko kwenye television, kwenye maredio, kwenye majukwaa mbalimbali, watu wakiwa wanaongea mambo mengi sana. Na hali hiyo ya watu kuongea mambo mengi imepelekea mpaka baadhi ya watu kupata madhara kwa sababu ya kuongea vitu vingine ambavyo mpaka wanachupa mipaka. Sasa nikaonelea ipo haja ya kulizungumzia ili jambo, nidhamu ya kuongea na viongozi. Yani Uislamu unafundisha nini? Uslubu gani ambao Muislamu anatakiwa autumie anapotaka kuongea na kiongozi? Wenzetu upande wa pili katika sikukuu ya juzi iliyoisha walitoa matamko mengi sana, matamko mengi sana. Yalitoka matamko na watu waliandika waraka na vitu vingine kama hivyo, kila mmoja alikuwa anazungumza la kwake. Lakini mara nyingi mwanadamu huwa anatazama alipoangukia, lakini hatazami pale ambapo alipokuwa amejikwaa. Hii ndio shida ya mwanadamu inapokuja. Hatazami wapi alipokuwa amejikwaa, anatazama wapi alipokuwa ameangukia. Watu wanaanza kuangalia tatizo kabla ya kutazama kile kilichosababisha tatizo. Hiyo ndio shida inapokuja hapo kwanza. Watu wanaanza kutazama tatizo kabla ya kutazama kile kilichosababisha kutokea kwa tatizo. Sosi yake ni nini? Sababu yake ni nini? Tusipokuwa na utamaduni wa kutazama kilichosababisha, kila siku tutakuwa ni watu wa kuwalaumu na kuwasema vibaya viongozi, kwa sababu hatujatazama sosi ya tatizo ni nini. Nianze mada yangu kwa kuelezea ya kwamba uongozi wowote katika ulimwengu kwanza unawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ili lazima tulitambue. Uongozi wowote ule mnaojua katika ulimwengu
unawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah subhanahu wa ta'ala ndio anampa ufalme au anampa uongozi amtakaye. Mwenyezi Mungu anasema hivyo ndani ya Qur'an. Hata kama yule kiongozi atakuwa sio Muislamu, aliyemweka pale ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa mujibu wa aya hii, tu'til mulka man tasha. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anampa uongozi amtakaye, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, na anamuondoshea uongozi yule ambaye amtakaye. Ukiona anatoka huyu anaingia huyu, huyu kapokonya madaraka kaingia huyu, huyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu mmoja aliwahi kusema, madamat li ghairika ma wasalat ilaika. Ingelikuwa uongozi unadumu kwa mtu mwingine usingekufikia wewe, au kama kuna jambo linadumu kwa mtu mwingine lisingeweza kukufikia lile jambo, lakini kwa kuwa halidumu, maana yake ndio maana uongozi unatoka kwa huyu na kwenda kwa huyu, unatoka kwa huyu na kwenda kwa huyu. Hata kama mtu angelikuwa ni mfalme katika ulimwengu, lakini ipo siku ataachia ufalme, kwa sababu hata ule Malikia Elizabeth juzi amefariki, juzi tu hapa, ameacha ule umalikia wake, wamechukua watu wengine. Kwa hiyo hakuna kinachodumu milele, nothing is permanent. Hakuna kilichokuwa cha milele katika ulimwengu. Kwa hiyo ukimuona mtu kiongozi kagewa uongozi na Allah subhanahu wa ta'ala, na ukimuona mtu katoka kwenye uongozi katolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kiongozi yoyote katika ulimwengu, awe ni kiongozi kwenye taasisi, awe ni kiongozi wa nchi, awe ni diwani, awe mjumbe, awe mbunge, awe waziri, awe ni manager kwenye kampuni, kiongozi yoyote unayemjua wewe amewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Japokuwa wanaochagua ni wanadamu, lakini anayesababisha lile jambo litokee ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ndiyo anampa mtu uongozi, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo anamuondoshea mtu uongozi kwa namna anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla sijaendelea mbele na kuelezea nukta nyingi sana katika mada hii, kisha Waislamu tuzinduke tujue kuhusiana na nidhamu ya kuzungumza na viongozi ni ipi. Wakati wa khilafa ya Umar ibn Abdul Aziz, walikwenda kutekeleza ibada ya haji, baada ya hija. Walipokuwepo pale, palikuwa na kiongozi mmoja katika moja ya majimbo, alikuwa akiitwa Hisham ibn Abdul Malik. Alikuwa ni moja katika viongozi katika baadhi ya maeneo. Khalifa wa Uislamu Umar ibn Abdul Aziz akamuuliza, kwa sababu yule bwana alikuja na watu wake wengi, na tunatambua kwamba katika viwanja vya Arafa watu wanakuwa wengi sana. Umar ibn Abdul Aziz akamuuliza, unajisikiaje kuona watu wako wengi kiasi hiki katika viwanja vya Arafat? Yule bwana Hisham akamwambia, najisikia furaha sana kuwaona watu wangu. Umar ibn Abdul Aziz akamwambia, usione furaha na raha kwa sababu umeona watu wengi hawa wote unawaongoza wewe. Siku ya kiyama itakavyokuwa, mambo yote ya hawa utaulizwa wewe na mambo yako utaulizwa mwenyewe. Lakini hawa mambo yao wataulizwa wenyewe wao kama wao, lakini wewe utaulizwa mambo ya hawa na utaulizwa na mambo yako. Hisham baada ya kusikia kauli hiyo hakusikia raha. Yani maana yake, unapokuwa kiongozi unatakiwa ujue kwamba hautoulizwa majambo yako mwenyewe, bali utaulizwa mpaka mambo ya wale uliokuwa unawaongoza, lazima utaulizwa. Kwa hiyo kwa picha hii tunavyoiona, Mwenyezi Mungu akimpa mtu amana ya uongozi, maana yake ajue ya kwamba amegewa mtihani mkubwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu siku ya kiyama ataulizwa ya kwake na ya wale aliokuwa anawaongoza. Hadithi maarufu sana, Mtume anasema kullukum ra'in, kila mmoja kati yenu nyinyi ni mchunga.
na kila mchunga atakwenda kuulizwa juu ya kile ambacho alichokuwa amekichunga. Kwa hiyo wewe ambaye sio kiongozi utaulizwa mambo yako tu, lakini shekhe wa kata hapa atakwenda kuulizwa mpaka kata yake, wale waliokuwa ndani ya kata yake aliwaongoza vipi, na yeye mwenyewe mambo yake ataanza kuulizwa. Je, maisha yako na wewe ilikuwaje? Kisha baada ya hapo wale ambao uliokuwa unawaongoza ilikuwaje? Kama mimi ni imamu, tafsiri yake ni kwamba sitaulizwa ya kwangu peke yake, nitaanza kuulizwa ya kwangu, kisha nitaulizwa na wale uliokuwa unawaongoza. Umeona shida ya uongozi inapokuja hapo? Kwa hiyo uongozi ni masulia makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu wa arda, khalifa wa pili wa Uislamu, ilifikia mahala ilikuwa ikisomwa ile aya waqifuhum innahum mas'ulun, alikuwa akilia sana machozi Sayyiduna Umar sana. Alikuwa ni khalifa wa Uislamu na yeye alikuwa kabashiriwa pepo. Masahaba wenzie wakawa wanamuuliza kwamba ni jambo gani ninampelekea yeye akawa kila ikisomwa waqifuhum innahum mas'ulun, kwamba wasimamisheni, hakika hao leo ni wenye kuulizwa. Sayyiduna Umar akasema, ninaifikiria hiyo siku nitakayokwenda kusimamishwa katika mahakama ya Allah, kisha nitaanza kuulizwa ya kwangu, kisha nitaanza kuulizwa na wale nilokuwa na waongoza. Hicho kitu kinanifikirisha sana kwenye akili yangu. Sasa ikiwa huyu amebashiriwa pepo na Allah subhanahu wa ta'ala, analia machozi, anajiuliza uongozi huu ni amana, nitakwenda kuulizwa. Haya, mtu wa kawaida itakuwaje? Yule mjumbe wa nyumba 10 itakuwaje? Yule imamu, yule kiongozi wa msikiti, mbunge, rais wa nchi, hali itakuwaje? Ikiwa ni khalifa analia machozi, anawaza hali itakuwaje? Hao wengine hali itakuwaje katika mahshar, siku ambayo watu watakusanywa na Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja ataanza kuulizwa waqifuhum innahum mas'ulun. Mwenyezi Mungu atasema wasimamisheni hao leo tuweze kuwauliza moja baada ya jingine. Sayyiduna Umar anasema katika moja ya maneno yake, lau kama itatokea ngamia atavunjika mguu, lau kama itatokea ngamia atavunjika mguu katika nchi ya Iraq, basi ninahofia mimi nitakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwa sababu gani sikutengeneza njia? Ni kwa sababu gani sikutengeneza njia? Khalifa anasema kwamba lau kama itatokea ngamia akavunjika mguu, basi mimi ninawaza nitakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni kwa sababu gani sikutengeneza njia zikakaa sawa sawa, wanyama wakapita vizuri. Sikwambii wanadamu. Umar anasema lau kama ngamia atavunjika mguu, je, wanadamu itakuwaje? Siku moja Umar alikuwa anapita mahala katika pitapita zake usiku, akapita katika moja ya nyumba, akasikia kuna vijitoto vinalia ndani. Watoto wanalia, wana njaa. Yule mama wa wale watoto kaweka chungu jikoni, kile chungu kina maji ya moto kinatokota. Lengo lake anataka walaghai wanaye kama kuna kitu kinapikwa ili waweze kulala, kwa sababu wana njaa. Wale watoto wakawa wanalia kwa njaa. Yule mama akawa anatoa maneno makali akiwa analaumu utawala ule kwamba ni utawala mbovu, watu wanalala na njaa, chakula hakuna, dhiki, tabu. Sayyiduna Umar akawa anapita nje, akasikia yule mama akiwa analalamikia uongozi wake. Umar alipokwenda akamuuliza yule mama, shida nini? Akawaambia, chakula hatuna, wanangu wana njaa na hawajala, hawatoka mchana, saizi usiku umeingia. Sayyiduna Umar hakujitambulisha kama yeye ni khalifa. Yule mama akasema, wallahi hakuna kiongozi mbaya kama huyu tulowahi kumuona katika ardhi hii ya Madina. Yule mama akawa anatoa maneno, hakuna kiongozi mbaya kumshinda huyu, lakini hakujua kama yule ndio khalifa wa Waislamu. Umar radhiyallahu anhu wa arda hakujua kama ndio yeye. Sayyiduna Umar akatoka pale, machozi yanamtoka, akaenda katika Baitul Mali ya Waislamu, akachukua chakula akabeba. Masahaba wanamuuliza, khalifa, unabeba chakula tukusaidie, unapeleka wapi? Akawaambia, kumu anni, niacheni mabwana, nendeni niacheni. Sayyiduna Umar akachukua chakula kwa mabega yake akabeba kupeleka nyumbani kwa yule mama, na baada ya kufika akawa anamuomba radhi. Yule mama hakujua kama yule ndio khalifa. Mwishoni Umar anakuja kujitambulisha kwamba mimi ndio khalifa wa Uislamu.
lakini alichukua chakula akaenda akapeleka. Alipokuja kuulizwa nini kilichokuwa kinamliza, akasema lau kama hawa siku ya kiyama watakwenda kunishtaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba walilala njaa na mimi ndio kiongozi, hukumu yangu itakuwa nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Sayyidina Umar hapa anatufundisha somo la uadilifu kwenye uongozi, kwamba sifa ya kwanza ya kiongozi ni lazima awe na adala, awe ni muadilifu kwa wale watu wake anaowaongoza, kwamba haiwezekani yeye akawa ameshiba wale watu wake wakawa wana njaa. Maana yake yeye atakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini watu wake walikuwa na njaa hali ya kuwa yeye ameshiba? Hapa tunafundishwa adala, tunafundishwa uadilifu, na ndiyo sifa ya kwanza ya kiongozi mahala popote. Kwanza ni adala, uadilifu ndiyo sifa ya kwanza ya kiongozi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama siku moja alikuwa anawapeleka magavana katika majimbo mbalimbali kwenda kuongoza, akawa anawapeleka magavana mbalimbali kwenda kuongoza. Mmoja kati ya watu waliokuwa wanataka uongozi alikuwa ni Aba Dharr al-Ghaffari, au katika kilima nyingine imekuja Aba Dharr al-Ghaffari. Akawa anamwambia Mtume kwamba mbona mimi haunipi uongozi? Aba Dharr al-Ghaffari anamuuliza Mtume, mbona mimi haunipi uongozi? Aba Dharr anataka uongozi na yeye. Mtume akamwambia, ya Aba Dharr, araka dhaifan, mimi ninakuona wewe Aba Dharr ni dhaifu sana, hauwezi uongozi. Lakini Mtume akuishia hapo, akamwambia wa innaha amanatun, uongozi ni amana. Aba Dharr, elewa, uongozi ni amana. Lakini hakuishia hapo tu, Mtume akamwambia kwamba itakuwa ni khizyun wa nadama yaum alqiyama, itakuwa ni majuto na ni vilio siku ya kiyama kwa wewe kuwa kiongozi. Itakuwa ni kilio na majuto makubwa kwa wewe siku ya kiyama. Kwa hiyo mimi ninachokiona Aba Dharr, wewe ni dhaifu, hautoweza, hiyo ni amana nzito. Anamwambia Aba Dharr al-Ghaffar, alikuwa anataka uongozi. Sasa inatakiwa mtu aelewe kwanza uongozi ni amana. Usimuone mtu ni kiongozi, pengine ni rais wa nchi, ukadhani ni jambo dogo, yule amegewa na Allah subhanahu wa ta'ala, yule amegewa amana. Yani ikitokezea wewe umekufa kwa sababu umekosa dawa, masulia yanakuwa kwa yule kiongozi wa nchi. Ikatokezea pengine wewe umekosa mkate wako, chakula, melala na njaa, masulia yanakuwa kwa yule kiongozi wa nchi. Mtume anamwambia Aba Dharr, innaha amanatun, uongozi ni amana, sio jambo dogo. Araka dhaifan, na kuona wewe dhaifu, hautoweza. Achana habari ya uongozi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mwishoni akaja akamwambia, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, mimi nakupendelea wewe Aba Dharr lile ambalo ninalipenda mwenyewe katika nafsi yangu. Nakupendelea wewe Aba Dharr lile ambalo ninajipendelea mwenyewe katika nafsi yangu. Yani mimi uongozi nauona kuwa ni mzigo, sio jambo jepesi, lakini pia natamani niingie peponi. Kwa hiyo nakupendelea wewe lile ambalo nalipendelea mwenyewe katika nafsi yangu. Nikikupa uongozi maana yake nimekupa jambo zito, sio jepesi kama unavyodhani. Mtume anamwambia, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, mimi nakupendelea wewe Aba Dharr lile ambalo ninalipenda mimi katika nafsi yangu. Ndio maana nakwambia wewe ni dhaifu, hautoweza, uongozi ni amana. Maneno haya alikuwa anayasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumeshajua kwamba uongozi ni amana. Uongozi ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anampa mtakaye. Ukimuona mtu ni kiongozi, amegewa na Allah subhanahu wa ta'ala uongozi ule. Na ukimuona mtu katolewa katika uongozi, ametolewa na Allah subhanahu wa ta'ala, si vinginevyo. Asije akatokea mtu akasema kiongozi yule nimemweka mimi. Ukumweka wewe, yule aliyemweka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uongozi wowote katika ulimwengu unawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapokuwa na viongozi, kuna kitu kinaitwa nasaha. Nasaha ni kumnasihi mtu katika jambo ambalo imma ni la kheri
au ukamuona anakwenda kombo, wewe ukamuita ukaanza kumnasihi yule mtu, ndio inaitwa nasaha. Unamnasihi yule mtu kumwelekeza katika kheri, au ukamuona anakosea ukamwambia hapana, hicho unachokifanya unakosea, fanya 1 2 3 4 5. Hiyo inaitwa nasaha. Lakini kuna fadhaha. Niliwahi kuambia wakati wa kilima ya Aisha, kuna nasaha na fadhaha. Fadhaha na nasaha, fadhaha ni kumfedhesha mtu, unamfedhesha mtu. Nasaha ni kumnasihi mtu. Fadhaha, ukimuona kiongozi amekosea, ukaenda ukamfuata hadharani, ukaenda kumwambia hapo umekosea, ukumpa nasaha, hapo umemfedhesha. Hiyo ni fadhaha, inakuwa umemfedhesha. Lakini nasaha ilivyo ni kwamba kiongozi huwa anafuatwa chemba. Hii ndiyo kanuni ya kumkosoa kiongozi. Hii ndiyo nidhamu ya kuzungumza na kiongozi. Hii ndiyo nidhamu ya kuongea na kiongozi. Unamuita chemba, bwana, unajua pale 1 2 3 4 5 6 7 umekosea, mkiwa mko wawili. Hii ndiyo nasaha. Na Mtume katika hadithi yake anasema ad-dinu nasiha, dini ni kupeana nasaha. Dini ni kupeana nasaha. Hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama imekuja ad-dinu nasiha. Ad-dinu imeanza kwa al, hii ni maarifa. An-nasiha na yenyewe imekuja na al, alif na lam ya maarifa. Maana yake sifa zake zinafanana. Ad-dinu an-nasiha, dini ni kunasihiana. Maana yake hakuna dini isipokuwa nasaha, na hakuna nasaha ambazo ndani yake hazina dini. Kwa hiyo ukitaka dini, maana yake mfanyie mtu nasaha, usimfedheshe. Mnasihi yule mtu, tafuta njia iliyokuwa bora ya kuweza kumnasihi yule mtu, sio kumfedhesha. Ukimfuata kiongozi hadharani ukaanza kumwambia maneno ya ajabu, utakuwa hujamnasihi, na hiyo sio dini. Mtume anasema ad-dinu an-nasiha, dini ni kupeana nasaha. Nasaha mtu anapewa kando, hapewi hadharani. Sasa kuna tofauti hapa, watu wanachanganya mambo, kwamba mtu anachanganya kati ya nasaha na fadhaha, anaona ni jambo la sawa sawa. Kumbe inawezekana ukamfedhesha mtu kwa wewe ukaona nasaha, na mtagombana. Kwa sababu hata wewe sasa hivi akitokea mtu akikufedhesha mbele za watu, hautopenda. Sikwambii ukimfedhesha kiongozi, ukimfedhesha mwenzio hadharani, hatopenda. Ukifedhesha wewe hadharani, hautopenda. Na mimi kila siku wanapenda kuwapigia mifano. Katika nchi hii washawahi kutokea watu wakafanya press conference ya waandishi wa habari, wakawachafua watu, wakawafedhesha watu hadharani, kuwaita mafisadi, mala hivi mala hivi. Watu wakaenda wakashtakiwa mahakamani kwa ajili ya kumfedhesha mtu tu, sio nasaha, kumfedhesha. Kwa sababu mpaka unaita press ya waandishi wa habari, lengo lako ni kumfedhesha, sio kumnasihi. Kama ingelikuwa lengo lako ni kumnasihi, manake ungemfuata chemba, ulikuwa wewe una access ya kuweza kukutana naye ukamwambia, bwana, hili na hili na hili umekosea. Kwa hiyo hakuna anayependa kukosolewa. Hata mwanao nyumbani hapendi kukosolewa hadharani. Kama mwanao kakosea, usipende kumkosoa hadharani, naye pia hapendi. Subiri muite chemba, unajua wewe pale umekosea 1 2 3 4 5. Hata watoto nao kumbe hawapendi kudharauliwa mbele za watu. Hata mwanao ikitokezea kuna tabia ya watoto kujisaidia kitandani, usiende ukamfedhesha mbele ya wenzie kwamba jamani, huyu anajisaidia kitandani. Hasha, usifanye hivyo. Utakuwa hujampa nasaha, umemfedhesha mbele za watu. Tena zaidi utamharibu kisaikolojia. Kwa hiyo hakuna anayependa kudharauliwa, kila mmoja anapenda kuheshimiwa. Kwa hiyo nasaha huwa zinatolewa katika njia ya faragha, katika uslubu uliokuwa mzuri, kwa sababu hakuna anayependa dharau. Sikwambii ukimdharau kiongozi. Sasa hivi itokee mtu hapa asimame amtukane rais wa nchi, anaanza kumuita majina ya ajabu ajabu. Hivi unadhani yule kiongozi wa nchi anajisikiaje? Kwa sababu yule ni kiongozi, yule ni mama wa watu, yule ni shangazi wa watu, yule ni bibi wa watu, yule ni mkwe wa watu. Sasa wewe unakwenda kusimama hadharani, unakwenda unamtukana, unadhani yule anajisikiaje? Ikiwa wewe upendi yule.
Kwa hiyo nasaha inategemea unaitoa katika mazingira gani. Inaweza ikawa ni fadhaha katika mafuhumu mukhalafa. Lakini jambo lingine, lazima utumie hekima unapotaka kumkosoa kiongozi. Hekima ni kitu cha muhimu sana. Na Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Mwenyezi Mungu anampa hekima amtakaye, na aliyepewa hekima na Allah Subhanahu wa Ta'ala amegewa khairi nyingi. Hekima, kuongea na kiongozi kunataka hekima. Kuongea na kiongozi kunataka hekima kubwa sana. Na hekima mtu akiwa nayo kwa hakika amegewa khairi nyingi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hekima maana yake ni hii: an ta'mala alladhi yanbaghi fi alwaqti alladhi yanbaghi wa ala an-nahwi alladhi yanbaghi, ni kulifanya lifaalo katika njia ifaayo na katika wakati ufaao. Kama unahitaji kumkosoa kiongozi, fanya katika wakati sahihi, katika njia sahihi, na tumia maneno yaliyokuwa sahihi katika kumkosoa kiongozi. Hiyo ndiyo hekima. Usipotumia hekima katika kuongea na kiongozi, unaweza ukajikuta upo katika madhara makubwa sana. Kwa hiyo kunataka mtu atumie hekima. Ndugu zangu Waislamu, tutumie hekima tunapozungumza na viongozi, kwa sababu wale wameteuliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamna mtu aliyejipa uongozi yeye kama yeye, bali kila kiongozi unayemuona amegewa uongozi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna kanuni moja inasema ya kwamba praise in public, sifia hadharani, sifia hadharani, criticize in private. Lakini nenda kamkosoe mtu, kampinge mtu chemba. Chukua hii kanuni, itakusaidia kwenye maisha yako. Praise in public, msifie mtu hadharani. Kama kuna kiongozi na kiongoza, msifie hadharani. Unajua wewe mzuri sana, wewe hivi, unamsifia, unampa maua yake hata kama kakosea. Lakini praise in public, msifie hadharani. Criticize in private, nenda kamkosoe pembeni chemba. Sasa mfuate, unajua pale umekosea 1 2 3 4 5. Hiyo ndio hekima hiyo. Ukienda kumkosoa hadharani utapata shida. Kanuni inakutaka umsifie hadharani. Ndio maana viongozi hata wa kisiasa huwa wanasifiwa hadharani. Hakuna kama wewe, mara hivi. Hata kama kuna jambo unajua kakosea, lakini akienda chemba kule kuna watu wanamfuata. Unajua wewe unakosea, unafanya 1 2 3 4. Ndio kanuni ya kiuongozi. Lakini watu wengi wanajikuta wanaingia kwenye madhara, ni kwa sababu wanashindwa kutumia kanuni za kihekima, ni namna gani ya kuzungumza na kiongozi. Kwa hiyo hili ni jambo la muhimu sana. Sasa ukishalijua hili, utajua namna ya kukaa na viongozi, namna ya kuwahendo viongozi, namna ya kuwaheshimisha viongozi. Hutopata madhara ya viongozi. Hutopata madhara ya viongozi. Kwani viongozi wana madhara? Jawabu, naam, viongozi wana madhara. Jambo la kwanza, viongozi wana nguvu. Hili lazima mnielewe. Viongozi wana nguvu. Na nilizungumza ile jambo kwa hekima kubwa sana, mnielewe. Viongozi wana nguvu. Na ukitaka kujua viongozi wana nguvu, Balqis alikuwa Queen of Sheba. Balqis alikuwa akiabudia jua na watu wake. Siku moja Hudhud akawa anapita, akawakuta wale watu wanaabudia jua. Akapeleka habari kwa Suleiman. Kisa ni kirefu, lakini kuna nukta naitaka hapa. Akapeleka habari kwa Suleimani kwamba bwana, nimekwenda mahala panaitwa Saba huko Shamu, huko nimewakuta watu wanaabudia jua. Suleimani akapeleka ujumbe kwa yule Queen of Sheba ya kwamba waje hali ya kuwa wameslimu, la vinginevyo atakwenda kuwaangamiza wale. Ujumbe ule ukamfikia Balqis. Alichokifanya, akaita baraza lake la mawaziri, akakaa nao. Jamani, kuna ujumbe umekuja kutoka kwa Suleimani. Suleimani ana nguvu. Nimewaambia viongozi wana nguvu. Suleimani ana majeshi ya majini, kuna wanyama, kuna ndege, kuna watu, wote wako chini ya Suleimani.
Balqis alipopata ujumbe Suleimani akawaita mawaziri wake, wakawa wanashauriana, jamani Suleimani kaleta ujumbe hapa, sio tunaabudia jua, lakini anasema tuende kwake hali ya kuwa tumeslim, yani maana yake tumeacha kuabudia jua, otherwise vinginevyo atakuja kutuangamiza. Mnasemaje? Balqis atakashura pale. Wale mawaziri wake wakaanza kumwambia, unajua sisi nahnu ahlu quwwa, sisi bwana ni watu ambao tuna nguvu, suul quwwa, sina vitu kama hivyo na mambo chungu mzima. Wakaanza kumwambia hatuwezi kwenda kwake hali ya kuwa, lakini tazama wewe unaonaje jambo hili? Mawaziri wanamshauri Balqis, wanamwambia sisi tuna nguvu bwana, kwa nini bwana Suleiman alishurutishe na nini vina hivi? Balqis kwa kuwa yeye ndio malkia akawaambia, sikilizeni nyinyi, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adhilla. Sikilizeni nyinyi, hakika ya wafalme na watu wenye nguvu, wenye mamlaka, viongozi, wakilitaka jambo lao, wakiingia katika mji, wanaweza kuwafanya wale ambao mnawaona nyinyi wanaheshima, wakawafanya wakaonekana hawana heshima. Waja'alu a'izzata ahliha adhilla, wale mnawaona nyinyi wana nguvu wanaweza wakawafanya waonekane madhalili. Na hivyo ndivyo wanavyofanya wafalme, na hivyo ndivyo wanavyofanya viongozi wenye nguvu. Kwa hiyo acheni hayo maneno yenu hayo, Suleimani ana nguvu, akija hapa hatutopona, twendeni hali ya kuwa tumeslimu mbele ya Suleimani. Balkisi hapa anatoa somo ya kwamba viongozi wana nguvu. Usishindane na kiongozi. Kiongozi ana mamlaka, anaweza kufanya lolote lile kwa sababu ana mamlaka. Kwa hiyo unapotaka kuongea naye, unapotaka kumcriticize, kumpinga jambo, uwe makini. Anaweza akatumia nguvu yake ya kiongozi na ukapata tabu. Kwa hiyo hili ni jambo inatakiwa watu wajue kwamba viongozi wana nguvu, na viongozi wanaweza kukupoteza, usionekane katika mgongo huu wa ardhi mahala popote, na ndugu zako wakakutafuta usionekane, ukapotea mpaka dunia inaisha, wewe ujulikane ulipo. Viongozi wanaweza kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha. Viongozi wana mamlaka, wana nguvu, wanaweza kukupoteza. Kwa hiyo kuwa makini na viongozi. Viongozi wana nguvu. Lakini viongozi juu ya nguvu yao, viongozi wanatakiwa wapewe comfort. Viongozi wanatakiwa wapewe utulivu. Viongozi wanatakiwa wapewe maneno mazuri ya kuweza kuwapa hamasa, kuwafariji, kuweza kuwaliwaza, kuwapa comfort, kwa sababu viongozi nao wanapitia mazito katika uongozi wao. Unapomsikia mtu kiongozi anapitia mazito, kwa mfano itokee sasa hivi Mama Samia yule Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, achukue yale mamlaka yake ya urais akupe wewe kwa siku hii moja, akupe mamlaka yake kwa siku hii moja, wallahi mzigo ule ni mzito mfano wake hakuna. Yani yule mama ana mafaili mezani kwake mpaka mengine hayasemekane, mazito, mengine mafaili ya maamuzi ya maisha ya watu. Ukiletewa wewe nyumbani kwako au ukaambiwa wewe kaa kwenye kiti cha urais, hutoweza. Kwa hiyo kiongozi anahitaji faraja, kiongozi anahitaji comfort, anahitaji watu ambao wanaweza kumliwaza, sio kwanza kumtukana. Kazi ile aliyokuwa nayo ni nzito, sio kazi nyepesi kama watu wanavyodhani. Ukamwona huyu rais wa nchi kadhani anakula shushu, anakula bata. Ile kazi ni nzito. Ukigewa wewe kwa siku moja hutoiweza, kwa sababu kuna maamuzi ya hatari ambayo mtu atakiwa ayafanye. Kwa hiyo lazima utafute njia iliyokuwa bora ya kuweza kumpa comfort yule kiongozi badala ya kumuumiza. Juzi nilikuwa Channel 10, nakumbuka nilikuwa naongea, nikawaambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika misukosuko yake aliyokuwa anaipitia, kuna sehemu Mtume alikuwa anapata comfort. Mtume alikuwa akitingishwa na wale makuraishi makafiri wa mji wa Maka. Mtume alikuwa anakwenda kwa mama Khadija, Mtume alikuwa na Abu Bakar. Yani hao ndio watu walikuwa wanampa comfort bwana Mtume Muhammad. Mtume alikuwa akiliwazwa kwa maneno na hivi na hivi, kwa sababu alikuwa akipitia katika wakati mgumu katika uongozi wake.
Kwa hiyo viongozi nao wanahitaji kupata ile comfortability katika uongozi wao na katika maisha yao, sio kuanza kukerwa na maneno au kuanza kukerwa na matusi. Hapana, wanafanya kazi kubwa na nzito. Hebu fikiria sasa hivi, kwa mfano, yule Mama Samia anawaza dawa, wananchi wangu watapataje dawa? Anawaza wananchi wangu chakula, nchi yangu itakuwaje salama na amani, watu wakaishi na amani. Ni yeye. Yani yule kiongozi wa nchi inafikia mahala, kwa mfano ile saini yake tu, akisaini jamani tukapigane vita, ndio vita vimekuwa hivi. Yani ni mtu mmoja tu akisema tuingie vitani, saini yake tuingie vitani, wanaingia. Maana yake ndio amiri jeshi mkuu. Hebu tazama hayo mamlaka mtu aliyokuwa nayo. Asipopata utulivu wa akili na asipopata utulivu wa nafsi, unadhani huyu mtu anawezaje kuongoza? Kwa hiyo viongozi wanahitaji kupata comfort. Hili ni jambo la muhimu sana na lazima tuwe nalo Waislamu, tulielewe hivyo. Lakini ifikie mahala viongozi wasibaguliwe kwa sababu ya dini zao, wasibaguliwe kwa sababu ya makabila yao, wasibaguliwe kwa sababu ya utaifa wao. Huyu anatoka huku tumbague, anatoka huku huyu afai, huyu Muislamu afai. Isifikie mahala kama hiyo, tukafikia mahala kama hapo. Sasa imefika mahala watu wanabaguana mpaka kwenye dini. Yani imefika mahala kwa kuwa huyu ni Muislamu anaonekana afai, kwa kuwa huyu ni hivi, kwa hiyo tumtingishe, tufanye hivi, tufanye hivi. Isifikie mahala hiyo. Yani viongozi wanatakiwa waheshimiwe, wasibaguliwe viongozi kwa dini zao, na wala viongozi wasibaguliwe kwa utaifa wao, pengine huyu anatoka Zanzibar, huyu anatoka bara. Hapana. Na wala viongozi wasibaguliwe kwa makabila yao au kwa rangi zao. Isifikie mahala hivyo, kwa sababu ilifika mahala, niwapeni mfano katika nchi ya Afrika ya Kusini. Mkisoma kile kitabu kinaitwa The Long Walk to Freedom, The Long Walk to Freedom, kitabu cha Mandela, kinaelezea maisha ya harakati za kutafuta uhuru wa watu wa Afrika ya Kusini. Walikuwa wakipambana na ubaguzi wa rangi kutoka kwa makaburu, ubaguzi wa rangi kutoka kwa makaburu. The Long Walk to Freedom, kwa wale wanaopenda kusoma wakitafute kitabu hiko. Mandela alikuwa akipambana kupigania uhuru wa Afrika ya Kusini, namna gani watu watakuwa huru na kuondosha ule ubaguzi wa rangi, asibaguliwe mtu kwa rangi yake. Ukisoma kwenye kile kitabu, Mandela alipitia mengi sana, misukosuko, tabu, lengo kuondoa ubaguzi katika nchi ya Afrika ya Kusini. Sasa ikitokea mtu anakuja kurudisha ubaguzi kwa sababu ya dini yake mtu, au kwa sababu ya kabila yake mtu, kwamba huyu kabila fulani atoka maeneo fulani, hicho ni kitu kibaya sana. Yani kiuongozi ni jambo baya sana. Usimbague kiongozi kwa mahala anapotokea. Hilo ni jambo ambalo halifai. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama amelikemea hilo jambo. Ndio maana ukaona Abu Bakari anakuwa khalifa wa kwanza katika mji wa Madina, hali ya kuwa yeye ni muhajirin, katika miongoni mwa muhajirin. Yeye amehama kutoka Maka akahamia Madina, lakini kawa kiongozi. Asibaguliwe mtu wetu kwa sababu mimi mzawa hapa, wewe sio mzawa. Hapana, Mtume kakataza jambo kama hilo. Abu Bakari hakuwa mzawa Madina lakini kawa kiongozi. Umar hakuwa mzawa Madina lakini kawa kiongozi. Uthmani hakuwa mzawa Madina lakini kawa kiongozi. Ali hakuwa mzawa Madina lakini kawa kiongozi. Wote hawa, wakina Salman al-Farisi alitoka zake huko Persian Empire, akaja pale, hakuwa Mwarabu lakini alikuwa ni katika moja wa masahaba bora wa Bwana Mtume Muhammad, hakubaguliwa. Na mwisho Mtume akaja akawaambia, hakuna ubora wa Mwarabu juu ya Mwajemi, na wala hakuna ubora wa Mwajemi juu ya Mwarabu isipokuwa kwa uchamungu, na wala hakuna ubora wa mtu mweusi na wala hakuna ubora wa mtu mweupe isipokuwa kwa uchamungu. Sasa inakuwaje leo watu wanaanza kubaguana kwa sababu ya dini? Yani inatokezea tu kwamba rais kwa sababu ni Muislamu watu wanaanza kumbagua, huyu Muislamu hafai, huyu katokea Morogoro, huyu katokea Zanzibar hafai. Inakuwaje? Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anatuthibitishia ya kwamba inna akramakum indallahi atqakum, kwamba mbora kati ya sisi ni yule ambaye atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya kuumbwa mataifa haya, waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, lengo tufahamiane tu kwamba huyu Mzaramo, yule Mnyamwezi, huyu mtu wa Zanzibar, huyu hivi basi. Lakini lengo sio kubaguana.
Sasa inakuwaje watu wanakuja kuwabagua watu kwa dini yao, kwa ukabila? Inakuwaje? Ni jambo ambalo Uislamu umekuja kulikemea. Sasa inafikia mahala mtu anakwenda kumprovoke kiongozi kwa sababu ya dini yake. Inafikia mahala mtu anakwenda kumprovoke kiongozi kwa sababu ya kabila yake. Ni kitu ambacho katika Uislamu hakitakiwi. Ni kitu ambacho katika Uislamu hakitakiwi. Ukimprovoke kiongozi kwa dini yake na kabila yake, na yeye akatumia mamlaka yake ya kiongozi, wewe huwezi kubakia salama. Hauwezi kubakia salama. Kwa hiyo ni vyema tukawa hatubagui viongozi kwa makabila yao, kwa dini zao, lakini pia tusiwabague pale ambapo wanapotokea, pengine mtu katokea Morogoro au katokea wapi, isiwe katika mazingira kama hayo. Lakini mwanadamu katika maisha yake anayoishi kawekewa mipaka. Mwanadamu kawekewa mipaka. Ili lielewe ndugu yangu Muislamu. Lau kama mwanadamu angeachiwa uhuru anaotaka huo, dunia hii isingebaki salama tunavyoiona. Mwanadamu angeachiwa uhuru pasipo kuwekewa limitation, baadhi ya mipaka, kwamba bwana hapa kuna beria, umewekewa beria hapa ndio mwisho wako, huku usiende, ishia hapa. Mwanadamu asingekuwa, mwanadamu angekuwa zaidi ya mnyama ninavyomuona leo. Lakini mwanadamu kastaarabika ni kwa sababu kawekewa baadhi ya beria, baadhi ya limitation, kwamba bwana hapa usiende, hapa nenda, ili fanya ili usifanye. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaweka sheria ya dini kwamba watu waje wafate mfumo wa maisha ya dini. Mwanadamu hapa kawekewa limitation. Kuna baadhi ya vitu kalimitiwa, hiki usifanye, hiki fanye. Angeachwa. Leo dunia kuna dini, Uislamu upo. Uislamu umekuja na sheria, lakini tunaona hali ya dunia ilivyo leo. Je, kungekuwa hakuna Uislamu hali ingekuwaje? Watu wanafanya madhambi ya ajabu, watu wanauana, watu wanamwaga damu, mambo, watu wanadhulumiana, vitu vya ajabu ajabu. Kuna dini. Je, dini isingekuwepo? Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu huu ameleta mamlaka 3. Hizi mamlaka zimekuja kumlimiti mwanadamu. Ishi utakavyoishi, lakini ujue kuna vitu vitatu vimekuja kukudhibiti wewe kwenye maisha yako. Jambo la kwanza, kuna mamlakatul ilahia. Kuna mamlaka ya Allah subhanahu wa ta'ala imekuja kukudhibiti mwanadamu, imekuja kukuwekea sheria kwamba uishi kufuata sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni mamlaka ya kwanza na lazima uitii mamlaka hiyo. Ni mamlaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, mamlakatul ilahia. Ni mamlaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mamlaka ya pili ni mamlakatul walidaini. Ni mamlaka ya wazazi wawili. Yani ukiona utii mamlaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mamlaka ya wazazi wawili. Yani baba yako na mama yako na yenyewe ni mamlaka. Inakwambia hili fanya, ili usifanye. Huku nenda, huku usiende. Hiyo ni mamlaka ya Allah subhanahu wa ta'ala imewekwa. Yani imefikia mahala mamlaka ya wazazi wawili mpaka inafikia wakati akikutazama jicho hivi unakuwa unajua hapa mama kanikataza. Au baba yako akikutazama jicho fulani unajua baba hapa kanikataza. Ile ni mamlaka iliyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwanadamu yoyote yule ambaye hakubali kuishi chini ya mamlaka ya wazazi wawili, huyo kapotea. Kapotea kwenye maisha yake. Nimewahi kusema mahala pamoja, hata kama wazazi wako wawili watakuwa wamekufa, hata kama wazazi wako wawili watakuwa wamekufa, lakini kwenye maisha yako mtafute mtu umfanye kama mzazi. Mtafute mtu huyo kwenye maisha. Mtafute mtu huyo kwenye maisha. Hata kama wazazi wako wale wamekufa, mtafute mtu mmoja umfanye ndio mzazi wako. Yule atakuwa na mamlaka juu yako. Yule atakuwa ndio godfather, atakuwa anakuambia hili fanya, ili usifanye. Huku nenda, huku usiende. Atakuwa anakushauri. Lakini usije ukasema kwa kuwa mimi baba yangu na mama yangu nishamzika, hakuna wa kuniambia lolote katika ulimwengu. Wewe ushaharibikiwa. Andika maharibiko kwenye maisha yako. Lazima utafute mtu ambaye atakuwa na mamlaka juu yako. Anaweza akakushauri akakwambia kwenye maisha haya utaishi murtahan. Utaishi hali ya kuwa maisha yako utaona yako huru na utakuwa hautopata dhiki katika maisha yako ya duniani. Kwa hiyo mamlaka ya pili ya mwanadamu aliyowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni mamlakatul walidaini, mamlaka ya wazazi wawili. Hii ni mamlaka ya pili. Mamlaka ya tatu, mamlakatul hukumia, ni mamlaka ya kidunia, imewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Umekataa kutii mamlaka ya Allah, umekataa kutii mamlaka ya wazazi wako wawili,
utakuja kutii mamlaka ya kidunia, maanake serikali zimewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mamlaka hii ya kidunia utaitii, ima unataka au hautaki utaitii. Mamlaka hii ya kidunia unataka, utaki, utaitii. Ukijitia mkaidi, kuna mahala watakupeleka, mwenye utaitii mamlaka yao. Kwa hiyo mamlaka hii na yenyewe imewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuja kumdhibiti mwanadamu. Hebu tasawwar, hebu imagine kama wanadamu wangekuwa wanaishi bila kuwa na serikali, ingekuwaje? Wanadamu wangekuwa wanaishi bila ya kuwa na serikali, hali ingekuwaje? Manake hali ingekuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo mamlaka hizi zimewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuja kumlimiti mwanadamu namna gani anatakiwa aweze kuishi maisha yake. Kwa hiyo kuwa makini na mamlaka ya kiserikali, kuwa makini, kuwa sana makini na mamlaka ya kiserikali, kwa sababu mamlaka hii itakushurutisha, itakulazimisha ufanye ama ufate kile ambacho wanakitaka. Umewekewa sheria mwisho saa 8, tii mamlaka. Umewekewa sheria, bwana hapa ndio kwenye zebra, usipite hapa, sharti gari yako isimame kwanza, wapite watu ndio upite, tii mamlaka ile. Umewekewa sheria bwana, unahitajika kituoni bwana, nenda bwana. Ukipingana nayo mamlaka hii, kwa vyovyote vile utaingia katika mtihani. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea mwanadamu mamlaka 3. Mamlaka yake Allah, mamlaka ya wazazi wawili, na mamlaka za kiserikali. Hizi lazima mwanadamu aweze kuzitii. Usipomtii Allah, tii wazazi wako wawili. Usipowatii wazazi wako wawili, nenda kaitii serikali, kwa sababu serikali bwana huwa wakati mwingine haitumii mzazi wako. Mwanangu unajua yenyewe haitumii hivyo. Sasa usipingane na mamlaka, usipingane na serikali. Ili angalizo na wapa, msipingane na serikali, kwa sababu hiyo ni mamlaka, ina nguvu na inaweza kufanya lolote. Kuna baadhi ya wakati wanaweza wakatokea watu, maandamano jamani, tuingieni barabarani jamani, kupingana na serikali. Bwana mamlaka hii bwana inakuvunja miguu. Mamlaka ya kiserikali, mamlaka ya kidunia itakuvunja miguu. Baba yako hawezi kukuvunja miguu, lakini mamlaka ya kiserikali inaweza kukuvunja miguu. Kwa hiyo lazima uitii, unataka utaitii, utaki lazima uitii. Kwa hiyo ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka katika maisha ya mwanadamu ili kumwekea limitation. Lau kama mwanadamu angeachiwa, mwanadamu angekuwa ni mbaya zaidi ya mnyama tunavyomuona. Lakini jambo lingine, lazima tuzingatie itifaki kwa viongozi, protocol, itifaki kwa viongozi. Hili ni jambo la muhimu sana. Yani kiongozi apewe heshima yake, ile hadhi yake na heshima yake aliyokuwa nayo. Lazima umpe hiyo heshima yake na hadhi yake. Sio kwamba ni jambo la khiari, pengine nataka nitampa au nisipotaka simpi. Yani kiongozi kufuata ule utaratibu wa kumpa heshima yake, itifaki, ni maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kama unavyoona Sheikh Wakata hapa kaja, mimi nikamtambua Sheikh Wakata. Yani haya ni maagizo ya Allah. Lazima utambue kwamba huyu ni kiongozi yupo. Masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama walikuwa wana mchezo wa kunyanyua sauti zao wanapoongea na bwana Mtume Muhammad. Walikuwa wana kawaida hiyo. Yani mtume akiongea na wao wanaongea kwa sauti ya juu, au mtume akiongea kwa sauti fulani, wao sauti yao inakuwa kubwa zaidi ya Mtume Muhammad. Na kuna wakati walikuwa wanakwenda kumuita mtume nyumbani kwake kupitia uwani. Ukisoma katika suratul Hujurat, imeitwa al-Hujurat ni kwa sababu masahaba walikuwa wanakwenda kule uwani kwenda kumuita mtume, Muhammad ye, Muhammad ye. Yani walikuwa wakimuita kwa jina lake, wanakwenda uwani. Mwenyezi Mungu akaona, la, inakuwaje? Mbona hawampi hadhi na heshima kiongozi? Ile itifaki ya kiongozi iko wapi? Ile makana yake iko wapi? Mwenyezi Mungu akaona haiwezekani ile jambo, akaja akawakataza masahaba, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi, enyi mlioamini, msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya Mtume Muhammad. Hapa Mwenyezi Mungu alikuwa anafundisha itifaki. Hii ni protocol, kwamba viongozi wana heshima yao, wana hadhi yao, wanatakiwa wawekwe.
Na Mwenyezi Mungu kwenye aya nyingine akaja akawakemea juu ya mtindo wao kwenda kumuita Muhammad kwenye kuta zake za uani, akawakataza. Bali akawakataza masahaba wasimuite mtume kwa jina lake. Muhammad au Juma au Shabani, huwezi kumuita huyo mtu kiongozi kwa jina hilo, haiwezekani. Haiwezekani. Yani kama mtu labda ni imamu, Shabani vipi bwana? Haiwezekani bwana. Kweli yule Shabani, lakini yule imamu. Naona shida inapokuja hapo. Niliwapendekeza siku moja, nimekutana na mshikaji wangu mmoja msikiti wa Kichangani pale, nilisoma naye Tandale pale primary. Nilimaliza naye pale Tandale. Kakutana naye msikiti wa Kichangani, kulikuwa na ndoa pale. Nafungisha ndoa. Sasa nilipokutana naye, yeye ni katika kundi lile la watu waliokuja kuozea, waliokuja kuoa. Sasa yule bwana aliponiona akaniita jina langu la shuleni, akaniita Macheda ya shuleni walikuwa wakiniita Macheda kwa sababu ya mpira. Macheda nikamwambia shehe, tulia, mimi shehe hapa bwana. Tulia bwana, mimi shehe bwana, jina hilo acha bwana. Lakini kwa sababu tulikuwa tunajuana. Sasa ile haifai. Hata kama mtu unamjua jina lake, usimuite kwa jina lake kwa sababu yule ana cheo fulani. Sasa Mwenyezi Mungu amelikataza ili kwamba kiongozi apewe heshima yake. Sasa inafikia hatua au inafikia mahala mtu rais wa nchi atanamuita Samia. Yaani rais wa nchi mtu anamuita Samia. Unajua rais wenu Samia, unamuitaje Samia wewe kiongozi wa nchi? Yaani unaanzaje? Maana yake wewe umekosa heshima. Umeshindwa kutambua ile hadhi, umeshindwa kufuata itifaki ya kiongozi kwamba huyu ni muite kwa jina lake. Ndio maana Muhammad ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu hakumuita Muhammad kwa jina lake Muhammad. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani amemuita Muhammad kwa jina lake na kwa cheo chake. Wama Muhammadun illa rasul. Hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume wa Allah. Muona Mwenyezi Mungu Muhammad mbele kaweka rasul. Kule Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari. Muhammadur Rasulullah. Unaona mbele Muhammad, mwanzo Muhammad, mbele Rasulullah. Mwenyezi Mungu hapa anamuita Muhammad, mbele anamuita kwa cheo chake. Mwenyezi Mungu hapa anafundisha heshima. Kwa hiyo hata kiongozi wa nchi muite rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, sio Samia. Sasa kuna baadhi ya watu kumdogosha rais, kuna baadhi ya watu kwa sababu ya chuki, kwa sababu ya mambo yao binafsi waliokuwa nayo, huyo rais wenu Samia, hii heshima ipo sawa sawa hii. Uislamu unakataza hii. Yaani usimuite kiongozi kwa jina lake kama jina lake, muite kwa cheo chake. Ndivyo Qur'ani ilivyokuja kutufundisha. Na wala usinyanyue sauti yako kumzidi yule kiongozi. Lazima ukufundisha hivyo. Sasa kuna baadhi ya watu wanaita press, waandishi wa habari, mtu anaanza kumchamba rais. Maneno ya ajabu ajabu hivi na hivi, majina ya ajabu ajabu. Hivi vitendo katika Uislamu vimekatazwa. Usinyanyue sauti yako juu ya sauti ya kiongozi. Uislamu umekataza jambo hili. Kwa hiyo lazima Muislamu ujue namna ya kumweka kiongozi katika ile manzila yake, daraja yake aliyokuwa nayo, muweke pale. Na Mtume katika hadithi yake anasema, anzilun nasa manazilahum, wawekeni watu katika nafasi zao. Wawekeni watu katika nafasi zao. Sasa kabla sijamalizia mada yangu, hii mizozo ina haya manunguniko na haya mambo yanayoendelea katika mitandao, na hawa watu ambao wanatoa waraka, wanazungumza kwenye majumba yao ya ibada, mara hivi, mara wameisema serikali, mara wanamsema rais, mara hivi, mara hivi. Hii Waislamu tusiingie kichwa kwenye hizi agenda za watu. Nchi hii kuna watu wanajiona wao ni daraja la kwanza, na kuna watu wanawaona watu wengine ni daraja la pili. Tunanielewa vizuri Nchi hii kuna watu wanajiona wao ni daraja la kwanza, wengine wanawaona daraja la pili. Yale wanaoyasema wao na wanaoyafanya wao, lau kama utasema wewe, unaweza ukajikuta uko pabaya. Kwa hiyo kuwa makini na kuingia kwenye agenda za watu. Watu wanakuwa wana agenda zao binafsi. Kwa hiyo ni vizuri ukakaa kwa umakini sana, usiingie kwenye hizo agenda. Usiingie kwenye hizo agenda. Yaani haiwezekani kwamba watu wakakaa kwenye majumba yao ya ibada wakaanza kumjadili rais wa nchi kwamba huyu hivi, mara hivi, utawala huu hivi, utawala hivi. Manake hao watu wana agenda zao. Sio kwa sababu ya utawala, wana agenda zao wenyewe wanazo, walizokuwa nazo. Kwa hiyo ni vizuri Muislamu ukawa makini, usiingie kwenye agenda za watu. Acha hayo mambo kama yalivyo.
Wao kama wanataka kuongea vibaya, wanataka kufanya nini, wanataka kufanya, waache watukani, usiingie kwenye hiyo agenda. Maana nimeona kuna baadhi ya watu wengine nao Waislamu wanaingia kwenye hizo agenda. Sisi kama viongozi wa dini wa Kiislamu tunawahimiza Waislamu msiingie kwenye agenda za watu ambazo wanajadili kwenye majumba yao ya ibada. Sisi Waislamu sifa yetu ya kwanza ni kutii zile mamlaka zilizowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio sifa yetu ya kwanza. Awe ni Muislamu awe ni Mkristo, sisi watu tunatii mamlaka, kwa sababu tunatambua yule kawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, si vinginevyo. Kwa hiyo jambo letu la kwanza ni kutii, tusiingie katika mkumbo huo. Jambo la pili, kabla hatujahukumu jambo, tutafute kiini cha tatizo. Tuwe makini sana, tutafute kiini cha tatizo, kujua tatizo ni nini. Rais wa nchi hawezi kuwa muonevu, hawezi kuwa dhalimu kwa watu wake. Serikali haiwezi kuwa ni dhalimu kwa watu wake. Kwa vyovyote vile, ukimuona mtu kaingizwa kwenye mkono wa sheria wa serikali, kuna jambo kafanya. Haiwezekani serikali ikaja hapa ikanikamata mimi au kukamata wewe bila ya shida yoyote. Haiwezekani. Kwa vyovyote wewe kuna jambo utakuwa umefanya, kwa vyovyote vile. Na niwaambieni, katika sheria ya Uislamu kuna mlango maalum unaitwa babul jinayat. Yani kuna makosa katika Uislamu yanaitwa ni criminal case. Jinai ni makosa ya jinai katika Uislamu. Na katika moja ya makosa ya jinai katika Uislamu ni wewe kumtukana kiongozi. Hiyo ni criminal case, ni kesi ya jinai. Ni kesi ya jinai, kuna adhabu yake katika Uislamu. Katika makosa ya jinai katika Uislamu ni kupanga mapinduzi. Ni kosa la jinai. Ukipanga mapinduzi katika sheria za Kiislamu, kupindua serikali, kupindua utawala, kuna adhabu yake katika Uislamu. Kama unavyoona mtu akiritadi, akitoka kwenye Uislamu, kuna adhabu yake. Na Uislamu umeweka adhabu kali kweli kweli. Kuna baadhi ya jinayati Uislamu umeweka adhabu kali mno. Kwa hiyo kuwa makini kabla ya kuhukumu, tazama kuna shida gani. Mara nyingi mimi napenda kuambia, man dakhala ma la ya'nihi laqiya ma la yurdihi. Ukiingia kwenye jambo lisilokuhusu utakutana na mambo yasiyokuridhisha. Ukiingia kwenye jambo ambalo halikuhusu utakutana na mambo yasiyokuridhisha. Ukienda kumtukana kiongozi wa nchi, kwa vyovyote utaingia matatizoni, kwa vyovyote vile. Kwa vyovyote vile. Mtume anasema min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Katika uzuri wa mtu kuwa Muislamu, uzuri wa Muislamu ni kuacha lile jambo lisilomuhusu, achana nalo. Uislamu unahimiza kutokutukana viongozi. Ukitukana kiongozi, ukiingia kwenye shida, usije ukawalaumu watu. Sasa ukiona mtu anatukana, anafanya hivi, serikali ikachukua mkondo wake, usione serikali mbaya tena, usianze kumtukana yule rais wa nchi. Tazameni kwanza mwanzo, huyu mtu alikuwa anaongea nini? Sasa watu wanatumia agenda hizi, hivi na hivi na hivi, mwisho wa siku zinahamia kwenye majumba ya ibada ya watu, wanaanza hivi na hivi. Watu wana agenda zao. Kwa hiyo Waislamu tuwe makini na mambo kama haya, tusiingie katika huo mkumbo. Watu wana agenda zao, na hasa kuelekea kipindi hiki cha uchaguzi. Kuelekea kipindi hiki cha uchaguzi watu wanakuwa na agenda zao, kila mmoja anala kwake, Tumchafueni huyu, tufanye hivi. Hapana. Katika watu ambao wanatakiwa wampe comfort rais wa nchi ni sisi. Tumpeni comfort rais wa nchi, ile comfortability haipate kutoka kwetu. Sina maana kwa kuwa ni Muislamu, hata kama angekuwa sio Muislamu, ile comfortability haipate kutoka kwetu, kwa sababu Waislamu sifa yetu ni amani. Sifa yetu ni amani, ndio maana ya Uislamu. Al-Islam maana yake ni amani. Kwa hiyo sifa yetu ni hiyo. Kwa hiyo rais yoyote tunampa comfort kuhakikisha ya kwamba anailinda amani ya nchi yetu. Na Mtume anasema man asbaha minkum aminan, yule ambaye atakayepambazukiwa hali ya kuwa ana amani katika nchi yake, muafa fi jasadihi, kisha akawa ana afya katika kiwiliwili chake, indahu qutu yaumihi, akawa anacho chakula cha siku yake hiyo, fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, mtu huyo kana kwamba amekusanyiwa dunia vitu vyote vilivyomo duniani kakusanywa yeye. Rais wa nchi akiamka asubuhi akisema jeshi liende vitani likapige nchi fulani, yule CDF mkuu wa majeshi kazi yake ni sam'an wa ta'a, yani ndio wanaingia vitani. Umeona
umeona kazi ya rais ilivyo. Kwa hiyo sie yatakiwa tumpe comfort, kwa sababu yule ndio kaishika amani ya nchi. Yani amani ya nchi anayo yeye. Hata wakati Tanzania nakwenda kupigana na nduri Uganda, Nyerere ndio alikaa kwenye press conference na waandishi wa habari akasema nia tunayo na uwezo tunao wa kwenda kumpiga nduri. Watu wakaingia vitani. Na rais wa nchi akisema hivyo maana yake watu wanaingia vitani. Kwa hiyo maana yake amani ya nchi anayo yeye. Tusipompa comfort sisi Waislamu atapewa na nani? Atapewa na nani? Kwa sababu tayari kuna kundi la watu linamprovoke. Kuna kundi la watu nje linamprovoke rais. Maneno, nini, ghasia, kila mmoja anamtukana anafanya hivi. Sasa huyu mama atapewa comfort na nani? Na nani atampa comfort? Ikiwa sisi tutamuacha, tusimpe comfort, nani atampa? Kule nje kuna kundi la watu la mzomea, linamtukana, linafanya kila aina madhila namfanyia. Na sisi tukisema tuungane na wale tumfanyie madhila, haya huyu mama atapata wapi comfort? Kwa hiyo sisi tusiingie kwenye hilo dema. Sisi tubakie katika msimamo wetu ule ule wakati na kati. Kwamba sisi kazi yetu ni kuomba amani katika nchi na viongozi kuwa waadilifu. Khalas. Amani na viongozi kuwa waadilifu katika nchi. Hiyo ndio kauli yetu kama Waislamu. Lakini hatuwezi kusimama mbele kuanza kutukana viongozi. Hilo ni jambo Uislamu umekataza. Mwisho nimalizie sifa za viongozi. Sifa za viongozi. Yaani mtu akiwa kiongozi mahala, sifa hizi azizingatie sana. Sifa ya kwanza, kiongozi wakati watu wamepaniki, yeye hatakiwi kupaniki. Hii ni sifa ya kwanza ya kiongozi. Wakati watu wamepaniki, yeye hatakiwi kupaniki. Hii sifa ya kwanza ya kiongozi. Umeona yule mama Samia, wakati watu wanamprovoke kwa maneno, wanamtukana, yeye naye akikasirika, wale wanaomtukana hawezi kubakia salama. Hawawezi. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya kiongozi, wakati watu wamepaniki, yeye anakuwa na calm down, anatulia. Ndio sifa ya kiongozi. Hata kama ikitokea waumini hapa kuna makelele, fujo, mimi kama imamu sitaki kupaniki na mimi, hapana. Mimi natakiwa ndio kazi yangu kuwatuliza sasa nyinyi. Ndio sifa ya kwanza ya kiongozi. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi, ili jambo kuwa nalo kwenye akili. Hebu wewe fikiria sasa hivi ukiingia kwenye mitandao, kuna watu wanatembea wanavomtukana rais wa nchi, namna wanavyomtukana yale matusi. Hivyo kama ingelikuwa ndio wewe au mimi, kama ndio ujawa na hiyo subra ya kuweza kusubiri na kutopanic, unadhani ungefanya nini? Na mamlaka unayo, unaweza ukakamata, chukua yule mwekeni ndani, chukua yule muueni. Manake rais vyombo vyote vya ulinzi na usalama anavyo yeye. Yaani anaweza akaamuru, mkamateni yule, mfungeni. Mkamateni yule, kamtupeni. Mkamateni, mchinjeni. Yaani uwezo huo anao. Kwa sababu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchi yote ipo katika mikono yake. Lakini mtu anatukana, anafanya nini, lakini mtu ipo kimya, ametulia. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya kiongozi, wakati watu wamepaniki, wewe tulia. Lakini sifa ya pili ya kiongozi ukubali makosa yake. Sio kuyaficha makosa, kiongozi anakubali makosa yake. Usifiche makosa. Kwamba kwa kuwa mimi nimekosea, ngoja nifiche makosa yangu. Kama umekosea, sema hapa nimekosea, kwa sababu kila mwanadamu anakosea. Kwa hiyo sifa ya pili ya kiongozi sio yule ambaye anaficha makosa yake, ni yule ambaye anaweza kukubali kwamba hapa mimi nimekosea. Sifa ya tatu ya kiongozi, anakuwa anavutia kivitendo na kimaneno. Yaani vile vitendo vyake vinavutia zaidi kulikoni maneno yake. Mtu mmoja aliwahi kusema, action speaks louder more than words. Yaani vitendo vya kiongozi vinatakiwa viongee zaidi kulikoni maneno yake. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi usiwe tantalila nyingi, vitendo ndio vingi kulikoni maneno. Hii ni sifa ya kiongozi katika miongoni mwa sifa za uongozi. Lakini sifa nyingine ya kiongozi siku zote huwa anakubali lawama, lakini anakubali kugawana sifa na watu wengine. Kiongozi anakubali lawama, lakini anakubali kugawana sifa na watu wengine. Ukiwa kiongozi, kubali hilo. Lawama ziwe zako, sifa gawana na wengine. Hii ndio sifa ya kiongozi. Popote ukiwepo, lawama zipokee ziwe za kwako, sifa gawana na wengine. Ndio maana
Siku zote unaona hata kama jambo kafanya mbunge, hata kama jambo kafanya rais, basi zile sifa unaambiwa tumshukuru rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake hii ni principle. Kama kuna lawama usiseme ya rais. Kama kuna lawama ifanye kuwa ya kwako. Kama kuna sifa ipeleke kwa rais. Hiyo ndio sifa ya kukaa na viongozi, na kiongozi anatakiwa awe hivyo. Kiongozi anatakiwa awe hivyo. Na kiongozi kuna kitu kinaitwa collective responsibility. Collective responsibility. Kiongozi ana kawaida ya kuchukua makosa ya wengine akayafanya kuwa ya kwake. Yaani kwa mfano unaona huyu diwani kakosea, mbunge anaweza kufanya yale makosa yakawa ni ya kwake. Lakini baadaye akienda chemba anambia unajua hapa umekosea hivi na hivi na hivi. Ndio collective responsibility. Yaani maana yake anachukua yale majukumu ya wengine, anakusanya, kama kakosea anayafanya kuwa ya kwake. Hii ni sifa ya kiongozi. Lakini kiongozi hana sifa ya hivi na hivi kakosea, hapana. Mkilaumu sawa, kama kuna sifa zinakuwa za watu wengine. Hii ndio sifa ya kiongozi. Lakini kiongozi kuna kanuni inasema never outshine your master. Never outshine your master. Yaani kanuni inasema kama kuna rais yupo, wewe usiye mbunge ukataka kuzidi sifa kumzidi rais. Haitaki kwa hivyo. Utaingia kwenye shida. Kama wewe ni diwani, usitake kupanda chatu kajiona wewe ndio mkubwa, unataka sifa nyingi kumshinda mbunge, utapata shida. Utaingia kwenye shida. Never outshine your master. Yaani usimzidi yule aliyekuwa juu yako. Kama kuna jambo lolote zuri, jamani tumshukuru jamani, japokuwa hakufanya yeye. Lakini never outshine your master. Na ukitaka kujifanya nimefanya mimi, utajikuta upo katika shida na uongozi utakushinda, na kama ulikuwa udiwani utaukosa, na kama ulikuwa mjumbe nyumba 10 na ujumbe wenyewe utaukosa. Lakini sifa nyingine ya kiongozi huonyesha maono. Kiongozi ndio mbeba maono, ile vision anakuwa nao yeye. Sio kazi yake kiongozi kuchonganisha au kufitinisha. Kiongozi ndio mbeba maono, yeye ndio ana vision kwamba tunaelekea wapi. Ukiwa kiongozi, moja ya sifa kuwa ndio mbeba maono wa watu, kwamba watu wanakutegemea wewe. Wewe ndio mwenye vision ya wapi tunaelekea. Hiyo ndio sifa ya kiongozi. Lakini sifa nyingine ya kiongozi ni kusikiliza zaidi kulikoni kuongea. Kiongozi sifa yake nyingine, anatakiwa asikilize zaidi kulikoni kuongea. Usiwe unapenda kuongea kuliko kusikiliza. Kuna kanuni moja inasema good listeners are good talkatives. Yaani wale wasikilizaji wazuri ndio wanakuwa wazungumzaji wazuri. Ukitaka uwe mzungumzaji mzuri, kuwa msikilizaji mzuri. Na kiongozi ili aweze kutatua changamoto za watu wake, mara nyingi anatakiwa awe ni mtu anayependa kusikiliza. Anasikiliza wale anaowaongoza, kisha anajua nitatueje changamoto zao. Kwa hiyo akija kuongea, anakuja kuongea solution ya changamoto, kwa sababu amekaa amesikiliza. Lakini usiwe kiongozi unayependa kuongea tu kusikiliza watu utake. Hapana. Good listeners are good talkatives. Wale wasikilizaji wazuri ndio wanakuwa wazungumzaji wazuri. Lakini jambo la mwisho, kiongozi utengeneza viongozi wengine na sio wafuasi. Kiongozi huwa anatengeneza viongozi wengine, sio wafuasi. Ukimwona mtu anataka kutengeneza wafuasi, huyo sio kiongozi. Kiongozi ni yule ambaye yuko tayari kutengeneza viongozi wengine kupitia yeye. Si mnaelewa hii falsafa? Yaani usiwe kiongozi lengo lako ni kutengeneza wafuasi. Mimi na wafuasi wangu nyuma. Usiwe hivyo. Kuwa ni kiongozi ambaye unatengeneza viongozi wengine kupitia wewe. Kwamba nyuma yako watokee viongozi wazuri zaidi yako, au watokee viongozi kama wewe. Lakini viongozi wengi wanapenda kutafuta wafuasi ili wao waendelee kubakia viongozi. Hili jambo halifai katika uongozi. Usipende kwa ndio wewe tu nyuma na wafuasi. Akitokea kuna mtu mmoja huko nyuma atakuwa kiongozi kama wewe, unaanza kumuona yule hafai. Sasa kuna baadhi ya wakati inatokea hii. Yaani kuna mtu anaenda kiongozi, akitokea kuna mtu anataka udiwani tu, anamuona yule naye hafai, anamuona adui yake. Hapana. Kiongozi anakuwa na sifa ya kutengeneza viongozi kupitia yeye na sio kutengeneza wafuasi. Kwa ndugu zangu, hii ndio mada ambayo tumeiwasilisha leo, nidhamu ya kuzungumza au kuongea na viongozi. Tuwape heshima zao viongozi, tuwape ile thamani
ile value wanayostahili kupewa kama walivyogewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama walivyogewa na Bwana Mtume Muhammad. Lakini tuachane na agenda za watu zinazoendelea kwenye makanisa, zinazoendelea kwenye vijue vya kahawa, kwenye mambo mbalimbali, kutukana serikali, kumtukana rais. Tuachane na haya mambo. Kipindi hiki yatakuja mengi sana, lakini sisi kama Waislamu lazima tuwe na akili timamu. Kunguru muoga uepusha bawa lake. Tazama maneno ya kuongea, chuja, tafakari, usizungumze tu. Uenda ukajikuta upo katika mtihani. Tafakari kitu gani unaongea. Chuja maneno yako kabla ya kuzungumza, ili usijikuta umeingia kwenye mizozo, kwenye migogoro na viongozi. Lakini mwisho tuwaombee dua viongozi wetu. Tuwaombee dua viongozi wetu, kwa sababu tukiwa na kawaida ya kuwalaani, tukiwa na kawaida ya kuwasimanga, huenda Mwenyezi Mungu akapokea dua zetu. Yaani ikiwa kazi yako wewe ni kutukana viongozi na mtukana rais tu, iko siku Mwenyezi Mungu ile matusi yako atayapokea. Haya, kiongozi akisharibikiwa maana yake nini? Kwa hiyo tusiwe wepesi kutukana viongozi, bali tuwaombee dua. Kama wanakosea, Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze wakae katika njia ya kheri, ili waweze kutuongoza kwa amani na salama. Na kama wanapatia, Allah aendelee kuwapa busara na hekima. Hii ndio kazi yetu, kuwaombea, lakini sio kuwalaani kwenye majukwaa, kwenye social media, kwenye waraka, si kwenye hivi kuungana na watu wengine. Hapana. Kila mmoja anaweza kuwa na chama chake, lakini mwisho wa siku kuheshimu mamlaka ni jambo kubwa sana. Haijakatazwa mtu kuwa na chama chake, lakini isifikie mahala mtu akawa anamtukana kiongozi wa nchi. Lengo hapa tuwaheshimu viongozi. No matter atakuwa ni kiongozi gani, lakini kiongozi atakiwa heshimiwe. Haijalishi atakuwa ni kiongozi wa chama gani, lakini kwa kuwa ni kiongozi anatakiwa heshimiwe. Ndio maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Inshallah tuadhini, kisha baada ya adhana tuna dakika 2 kabla ya kufunga muhadhara wetu tuweze kutamatisha inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu shekhi kwa nauliza kwamba kama ulipokiridhika katika mada yako na nimepata vizuri kabisa, Mwenyezi Mungu akuongoze. Amin ya Rabb. Swali langu, ametuambia kwamba kiongozi akikosea haifai kumfuata kwenye kikundi cha watu na kumkosoa katika kikundi cha watu. Sasa je, yawezekana mimi huyu kiongozi amekosea nikawa namuita pembeni zaidi ya mara 3 akawa ajirekebishe, anaendelea na ile tabia yake, kinachofuata mimi nifanyaje? Na swali jingine ni kwamba kwa wale umetuambia kwamba kiongozi anawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anachagua huyu awe kiongozi, huyu awe hivi. Kwa wale ambao hawalizii utawala au uongozi wa kiongozi fulani, wakasema tunaleta mapinduzi na wakampindua yule kiongozi kutokana na mambo anayofanya, hawakulizia, hii inakuwaje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa huyo aliyewekwa mwanzo Allah ndo kamchagua au kamtaka akae, lakini baadhi ya watu wakasema sisi hatumtaki, wakamtoa, basi na yeye kupenda akawekwa mtu mwingine? Maswali haya mawili, nadhani maswali haya yatatosha sana kufunga majlisi yetu. Swali la kwanza, Sheikh anauliza ya kwamba ikiwa kiongozi umemfuata kumpa nasaha au umemfuata kwa lengo la kutaka kumpa nasaha, lakini akawa hataki yeye kukutana naye kumpa nasaha, umemfuata mara ya pili, umemfuata mara ya 3, hataki. Je, ufanye nini? Kwa sababu kumkosoa hadharani kiongozi haitakiwi. Ikiwa umemfuata kiongozi kwenda kumpa nasaha, mara ya kwanza akakataa, mara ya pili akakataa, mara ya 3 akakataa, basi kuna ngazi nyingine unaweza ukafuata ambayo iliyokuwa juu yake. Inawezekana pengine yeye akawa ni mjumbe wa nyumba 10, kuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa, ukaenda kwa mwenyekiti, bwana mimi nimempa mjumbe ana tabia 1 2 3 4, lakini nimemwambia anielewi.
ukaona yule naye akusikilizi, utakwenda kwa diwani, kutoka kwa diwani utaenda kwa mbunge, ukitoka hapo utaenda kwa waziri, utafika kwa waziri mkuu, kwa makamu wa rais. Yaani njia zote hizo unaweza ukapitia ili kuhakikisha kwamba yule nasaha zinamfikia. Lakini yote kwa yote ukishindwa, sasa nini ufanye? Yote kwa yote imeshindikana, nini ufanye? Unachotakiwa kukifanya ni kuliacha lile jambo, kulichukia katika moyo. Hii ndio hatua ya mwisho, unalichukia katika moyo, unaachana nalo, kwa sababu umefanya jitihada zote kuliondoa au kumpa nasaha, lakini imeshindikana. Sasa unaweza ukatumia uslubu usiokuwa mzuri, ukajikuta umeingia kwenye matatizo. Unanifahamu vizuri ukajikuta umeingia kwenye shida, kwa sababu yeye akatumia cheo chake sasa kile akakupa madhara. Kwa hiyo ni bora ukabaki nalo mwenyewe, ukachukia katika nafsi, ikawa linakuumiza. Na hii ni katika miongoni mwa mafundisho ya Mtume Muhammad. Jambo ukiliona sio zuri, unatakiwa ulisemee, uliondoshe, ndio kuliondosha, ulisemee. Na ukiona kwa sababu umeshindwa kulisemea, basi chukia katika nafsi yako. Sasa umefanya juhudi, umeshindwa, chukia katika nafsi, nimefanya juhudi lakini nimeshindwa, lakini upendezewi na hiyo tabia. Lakini utakiwa kumfuata hadharani, wewe hivi na hivi na hivi. Kwa mfano utoke hapa ukamtukani Mama Samia, hata una tabia hivi na hivi na hivi. Kesho watakuja watu wasiojulikana, watakuchukua, watakupeleka Mwemepande, watakwenda kukung'oa meno kama ulimboka, ubwabwa utaita uwawa. Au meno utakuwa una. Na uzuri yani nchi hii ilivyo ni kwamba kuna watu wanakujua wewe zaidi ya wewe unavyojijua. Yani nchi hii ilivyo, watu wanakujua zaidi ya unavyojijua. Sio ndio sheboli? Yani sheboli, kuna mtu anakujua unapolala, unapoamka, familia yako, ukitoka unaenda wapi, unaongea na nani, yani kuna mtu anakujua. Kwa hiyo kuepukana na hilo, unachukia tu mwenyewe katika nafsi, unakaa kimya. Sio, unanielewa vizuri shekhe? Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili kuhusiana na umesema mapinduzi, kwamba kikundi cha watu kinapanga kufanya mapinduzi. Je, watu hawa hukumu yao ipoje? Hukumu ya watu kufanya mapinduzi katika Uislamu, kama ingekuwa ni katika daula Islamia, dola ya Kiislamu, mtu anayepanga kufanya mapinduzi hukumu yake ni kuuawa. Katika Uislamu sheria zimewekwa, kuna makosa mtu akifanya hukumu yake hii, hukumu yake mlevi atakiwa apigwe viboko, mtu akisema uongo, kazusha uzushi, viboko, mtu akiritadi auawe, mtu akizini, pengine huyu hajaoa na huyu hajaoa, atakiwa apigwe viboko, au wameoana wapigwe mawe mpaka wafi. Kwa hiyo umeweka sheria zake. Hukumu ya mtu ambaye anapanga mapinduzi, hukumu yake ni kuuawa. Unajua mapinduzi haya ndio yalileta fitna wakati wa khilafa Saidina Uthmani, ikaonekana ameuawa kwa lengo la kupindua ile khilafa, kuingia watu wengine. Ndio ukaona mpaka anakuja kuingia Ali, Uislamu haukutengemaa. Na Muawiya akakataa kula bai'a kwa Ali ibn Abi Talib kuwa ni khalifa, kwa sababu yeye alikuwa anataka tujue ni wakina nani waliomuua Ali, tufanye kisasi. Waliofanya mapinduzi kwa Ali ni wakina nani? Kisasi maana yake waliomuua na wao wauawe, na waliofanya kutaka kupindua uongozi hukumu yao ni kuuawa. Akakataa kula bai'a. Mwisho wa siku si tunajua kama Waislamu wakauana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu kulitokea hiyo hali. Kwa hiyo katika Uislamu ikitokea mtu akapanga mbinu ya kupindua serikali, hukumu yake ni kuuawa katika daula Islamia. Katika sheria za kinchi hapa nini wanaita uhaini, hukumu yake ni kuuawa ikithibitika umefanya uhaini. Otherwise labda rais wa nchi asamee, lakini hukumu yake kama ilivyo katika Uislamu. Uhaini katika Uislamu, katika daula Islamia, ikigundulika mmekula njama za kupindua ni kuuawa. Na katika nchi hapa ikigundulika imethibitika ni kuuawa. Kwa hiyo sasa hiyo ndio hukumu yake. Kwa hiyo tuwe makini na kauli na vitendo, watu wakawa wanakaa wakawa wanapanga mipango kama hiyo. Tusiwe wepesi wa kuropoka nilivyokuambia. Kama una jambo lako kaa nalo ndani. Wewe ukitaka kujua nchi hii watu wabaya, mpaka unachoongea na mke wako ndani unakijua. Hii nchi watu wakaa ndani na mke wako wawili tu, na watu unajua wewe siku fulani umekaa muda fulani na mke wako mmeongea kadha, wewe unashika tama hivi, unajiuliza. Kuna rafiki yangu mmoja nimalizia hapa tusali, anakaa Tegeta, ilikuwa yeye hutuba za Ijumaa kazi yake kutukana serikali tu. Hivi msikitini kulikuwa hakuna kamera kama hivi, kulikuwa hakuna hata kamera, lakini anatukana tu, anatukana.
Siku hiyo bwana wakaja watu wasiojulikana wakamfanya mbao, akamchukua usiku, wakaenda wakamweka mahala. Yule bwana akachezea sana rungu, alafu baada ya hapo watu wakamwekea screen mbele TV, wakaanza kumwekea hutuba zake, anajiona sasa. Bwana zile hutuba anajiona yeye alipokuwa anaongea, umeona wanatokana na viongozi, umeona wanatokana na nchi, umeona mfanye hivi, umeona. Yule bwana anastaajabu, kulikuwa hakuna kamera, hajui watu walipataje video nini, hajui watu walipata. Sasa wakaanza kumwambia, siku fulani uliongea na huyu kwenye simu, siku fulani ulikutana na huyu mahali fulani, mkaongea hiki, mlifanya hivi, ulivaa nguo fulani, ulikwenda huku, kutoka hapo kaenda huko. Wakaanza kumwambia, yule bwana mbona mpaka leo anafanya kazi Wazo Cement kule, na ushehe wenyewe kaacha. Kwa hiyo usipange mipango yako ukadhani watu hawakuone. Watu wanakuona. Kuwa makini na serikali. Yaani kwenye hii dunia ogopa vitu vitatu. Muogope Allah Subhanahu wa Ta'ala, ogopa wazazi wako, ogopa serikali. Kwenye hii dunia ogopa vitu vitatu. Muogope Allah, ogopa wazazi wako, ogopa serikali. Tusiropoke ovyo. Yeye mko jamani tukaandamane, tukapige, tufanye hivi, mshenzi afai. Acha hiyo. Utajikuta upo Segerea, utajikuta umevunjwa miguu, utajikuta upo sehemu mbaya, alafu hakuna anayeweza kuja kukutoa, hakuna. Watu washakuficha. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhabad dayn wa adhabal qabr wa adhab yawm al-qiyamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khair.